Kwa miaka mingi tumekuwa tukitazamia amri ya Jumapili kutungwa katika nchi yetu. Na sasa kwa vile tukio hilo liko juu yetu, tunauliza hivi, watu wetu watafanya nini katika suala hili? Tungemtafuta Mungu hasa ili watu wake wapewe neema na nguvu sasa. Mungu wetu yu hai, wala hatuamini kwamba wakati umefika kabisa ambao ungeruhusu uhuru wetu uwekewe vizuizi. Shuhuda kwa kanisa Gombo la 8 ukurasa wa 307 na Last Day Event ukurasa wa 15 paragraph ya pili. Ellen White anasema kama ifuatavyo: tunapaswa kuona katika historia utimizwaji wa unabii, kujifunza utendaji wa Mungu katika harakati mbalimbali za matengenezo na kufahamu maendeleo ya matukio katika mchakato wa kuungana kwa mataifa kwa ajili ya pambano la mwisho la vita kuu. Ellen White anazungumza kwamba tunapaswa kuona katika historia utimizwaji wa unabii. Lazima tu trace back, tuone kila ambacho kimetokea katika siku za nyuma, ambacho kinatuonesha wazi ya kwamba tunaelekea kufunga kwa historia ya ulimwengu. Hivyo tunapaswa kutazama ili kusudi tuweze kuona utendaji wa nani? Utendaji wa Mungu katika harakati mbalimbali za matengenezo na kufahamu maendeleo ya matukio katika mchakato wa kuungana kwa mataifa kwa ajili ya pambano la mwisho katika vita kuu. Yaani iko vita ambayo tunakwenda kupigana watu wa Mungu, na vita hii itakuwa na makundi mawili tu. Kundi la kwanza ni wale ambao wataamua kumchagua Kristo na atawatia muhuri, na kundi la pili ni wale ambao watatiwa alama ya mnyama na kujiandaa kwa ajili ya mapigo 7 ya mwisho. Na atakapokuja Kristo mara ya pili, hao ndio ambao wataiambia miamba iwangukie iwastili mbele ya uso wa mwana wa Adam ajaye katika ulimwengu. Hivyo tunaelekea katika hiyo vita, na dalili ziko wazi ya kwamba tuko mwishoni kabisa mwa pambano la mwisho la vizazi vyote. Manabii walitabiri ya kwamba kuna hii vita. Akina Mathayo walitabiri, akina Luka walitabiri, akina Daniel walitabiri. Sasa sisi tupo wakati wa utimizwaji wa matukio hayo ambayo kalamu za unabii zimeandika. Kuanzia mwaka 1798 ndipo siku za mwisho zilipoanza. Hivyo tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu huu. Na mwaka 1844 ndipo kanisa la mwisho au kipindi cha mwisho cha kanisa kilipoanza, yani kanisa la Laodikia. Hivyo tunaelezwa ya kwamba ni lazima tuone katika historia utimizwaji wa nini? Utimizwaji wa unabii, na tuweze kuelewa kila ambacho kinaujia ulimwengu katika hali ya mshtuko. Na wanadamu wanapaswa kuonywa, wanapaswa kuelezwa ya wazi ya kwamba tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Lakini katika miisho hii inapaswa tumuone Kristo akiwa center ya masomo yote. Inapaswa tumuone Kristo akiwa center ya matukio yote. Ukitazama matukio pasipo kumuona Kristo, unaweza usiwe na tumaini katika ulimwengu huu unaelekea mwishoni. Tunapoona matukio haya tujue ya kwamba mwishoni mwa hili tukio kuna tukio kubwa la ujio wa Kristo katika mawingu ya mbinguni. Watoto wake watafutwa machozi yaliyosababishwa na wanadamu wenzao, magonjwa na huzuni katika ulimwengu. Hivyo ni lazima tusonge mbele tunapoona matukio haya ya utimizwaji unabii, kwa sababu katika harakati hizo za mataifa kuungana tutamuona Kristo akija mara pili katika utukufu mwingi na kuwachukua na kuwatoa watoto wake katika makao ya milele. Hivyo tunahitaji kutembea, tunahitaji kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo ambao hauchukui muda mrefu. Hivyo matukio yote ambayo tunayaona leo tujue kwamba kuna tukio kubwa la kuhitimisha vuguvugu na changamoto yote hii. Kitabu cha Mathayo sura 24 kimeeleza hatua kwa hatua dalili za ujio wa Kristo. Hivyo tuko mwisho kabisa mwa muunganiko wa mataifa, ambapo mataifa yataungana kwa ajili ya kupambana na Kristo Yesu anapokuja mara pili, wakianza kupambana na watoto wake ambao kwa muda mrefu wametii maagizo yake. Hivyo shetani hatakubali kushindwa kirahisi. Shetani hatakubali ku give up kirahisi. Shetani, kumbuka, alishindwa
mbinguni, akashindwa bustanini Edeni, na alishindwa msalabani 31 AD. Hivyo hata mwishoni tunapoelekea kufunga historia ya ulimwengu, tusitegemee kwamba shetani atakubali kugive up, atakubali kuachilia. Yuko tayari kupambana mpaka tone la mwisho, na hata sisi watu wa Mungu ni lazima tukubali kumshikilia Kristo mpaka mwisho atakaposema imekwisha. Katika somo letu lililopita ambalo lizungumza kuhusu habari ya ole za mwisho, linaeleza hatua kwa hatua jinsi ambavyo Mungu aliinua mataifa ya Kiislamu kwa ajili ya kupambana na Rumi. Tulijifunza hili somo. Kama hujalipata, rafiki yangu, lipo na nenda kalitazame kusudi tuwe na muunganiko mzuri ambao unaweza kutusaidia kuweza kuelewa tuko wapi katika historia ya dunia hii. Tuligundua wazi ya kwamba ile karne ya 5 mpaka 6 Mungu aliinua Uislamu, akamuinua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapambana na hawa Wakatoliki. Lakini tuliangalia nyuma, akina Helule, akina Vendor na Ostrogoth walipambana na mamlaka hii ya Rumi, mpaka ambapo serikali ya Rumi ya kipagani ilipoamua kukabidhi madaraka kwa nani? Kukabidhi madaraka kwa papa. Hapo ndipo ambapo hatamu ilianza ya zama za giza, kutoka mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 1798 baada ya Papa Pius kuchukuliwa na Bethia, jenerali wa Napoleon ambao alikuwa ni kiongozi wa Faransa, na akaenda kufia uhamishoni Valence. Hapo tunaona awamu fulani ya upapa ikikoma, na nabii anazungumza wazi ya kwamba upapa hautakoma, kwa sababu hiyo ilikuwa ni step moja wapo. Na huyu mnyama, Funuo inazungumza wazi kwamba alimuona akipanda na akienda haraka kwenye nini? Kwenye uharibifu. Maana yake huyu ataleta mafundisho tena mwishoni huku, ambapo watu kama hawataweza kuyashika watauawa, lakini hatimaye hata yeye mwisho wa siku hao ambao walitawala naye watamla nyama, na Kristo atakuja amwangamize. Huyo ni mnyama wa pili na wa kwanza wa kitabu cha Ufunuo. Mnyama wa kwanza ambaye ni upapa, na mnyama wa pili ambaye ni Marekani. Hivyo tunakoelekea mwishoni tunaona huu muunganiko kwa karibu sana. Hii inamaanisha wazi ya kwamba Kristo anakuja tena mara ya pili. Hivyo watoto wake tunapaswa kuwa tayari na tunapaswa kujiandaa. Katika somo hilo pia tuligundua wazi ya kwamba hakuna vita ambayo haina maslahi ya Rumi. Vita zozote ambazo tunaziona leo katika ulimwengu, tuelewa kwamba kuna maslahi ambayo Rumi inayapata. Kumbuka, target ya Rumi toka muda mrefu ilikuwa ni kutawala na kuteka Uprotestanti. Hivi sasa Uprotestanti uko chini ya Rumi. Tunapotazama dini nyingi au madhehebu mengi yakiwa chini ya Rumi, tunagundua wazi ya kwamba Rumi sasa imeshateka Uprotestanti. Na adhma yao kubwa ya Rumi ilikuwa ni kuteka nchi ya Marekani, na hili sasa tumeshaliona hatua kwa hatua. Marekani sasa inaongozwa na mamlaka kutoka Vatikani. Hii ni dalili mojawapo ya kwamba Kristo anakaribia kuja tena mara ya pili. Kwa hiyo watu wa Mungu ni lazima tuwe tayari, kwa sababu Kristo anakuja tena mara ya pili. Katika skrini hapo kuna vielelezo vifuatavyo. Cha kwanza kinasema when oil stops everything breaks. When oil, yani nishati ya mafuta ikikoma, kila kitu kinafanyaje? Kila kitu kinavunjika. Na nyingine inasema kwamba energy lockdown. Je, kuna lockdown ya pili inafuata? Ni takribani miaka kadhaa sasa imepita toka COVID lockdown iweze kutokea. Na kumbuka nikwambie kitu kimoja, hakuna tukio lolote ambalo linatokea katika ulimwengu pasipokuwa na madhumuni ya Great Reset. Kumbuka, Vatican pamoja na viongozi wake wa siri katika mikutano yao ya siri wanalenga kufikia mwaka 2030 waweze kutawala ulimwengu kikamilifu. Hivyo wakati wa COVID-19 uleta changamoto hili, kujaribu kama ulimwengu unaweza ukawafuata, kujaribu kama ulimwengu unaweza ukawekwa chini ya miguu yao. Hivyo ilidhihirisha wazi ya kwamba ulimwengu uko tayari kufuata mamlaka ya Vatikani. Lakini hata katika vita hii ya Mashariki ya Kati tunaona pia wakifanya lieso kwa kile ambacho kinakuja ulimwenguni. Kumbuka, lieso zote hizi zinakwenda kutuweka katika jambo moja kubwa, inaitwa Sunday Lockdown.
Hivyo COVID-19 lockdown pamoja na hizi crisis za mafuta katika Mashariki ya Kati na ulimwenguni kote ni dalili mojawapo ya kwamba wanatujaribu waone kama tunaweza kuadapte kila ambacho wanakitaji na baadaye watu swage katika siku moja ibada, yaani Jumapili kama siku ibada, huku tukiacha Sabato ya Mungu ambayo inapatikana kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka 11. Twende tukaone Sabato ya Bwana inayozungumzwa katika maandiko matakatifu. Hivyo shetani anahitaji kutumia vuguvugu hii ambayo inaendelea Mashariki ya Kati kuwafanyia watu lieso ili kusudi waweze kutii mamlaka ya Vatican. Na inatakiwa watu wa Mungu tuweze kutazama hatua kwa hatua matukio ambayo yanaonyesha wazi ya kwamba tupo karibu kufunga kwa historia ya huu ulimwengu. Kitabu cha Kutoka 20 ni amri 10 za Mungu. Katika amri ile ya 4 tunaambiwa ya kwamba tuitunze siku ya nini? Tuitunze siku ya Sabato. Twende pamoja na maandiko matakatifu, nasema kama ifuatavyo. Sikiliza mpenzi msikilizaji. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Anasema, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi. Anasema usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako. Anasema wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini? Anasema hivi, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya nini? Siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya 7 akaitakasa. Hivyo katika mamlaka mbinguni, siku ya Sabato ambayo ni siku ya Jumamosi ndio siku ambayo Wakristo wote ulimwenguni wanapaswa kuitunza, na hii ndio siku ya ibada. Lakini katika mamlaka ya Vatican wao wanatambua Jumapili ndio siku yao ya ibada. Hivyo katika harakati hizi zote za matukio ni kwamba Vatican wanalenga watu kuwarejesha tena katika siku ya kwanza juma, ambapo toka upapa ulipoanza kutawala, wale ambao walikataa kuitii siku ya Jumapili waliteswa, waliuawa, waliumizwa vibaya. Hivyo katika awamu ya pili ya upapa tutegemee matukio kama hayo. Hivyo watu wa Mungu wanapaswa kuwa tayari kwa ajili ya changamoto inayokuja. Sikiliza rafiki yangu mpendwa, Sabato hiyo hiyo Mungu alisema ni ishara. Sabato hiyo hiyo Mungu alisema ni ishara. Kitabu cha Ezekiel, twende pamoja, Ezekiel 20:12 nasema kwamba tena naliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi nimfanyeje? Ni watakasaye. Lakini Ezekiel 20 hiyo hiyo 20 maandiko nasema hivi, zitakaseni Sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Hivyo kama Mungu wa mbinguni anatuhitaji tushike Sabato, na kwa kushika Sabato nasema atatutambua kuwa sisi ni watoto wake, nasi tutamtambua kuwa yeye ni Mungu wetu. Lakini papa naye anasema kwamba kwa kushika Jumapili basi ulimwengu wote utamtambua yeye kama baba yao, na aliye nyuma ya papa ni nani? Ni shetani. Hivyo kwa kutii mamlaka ya Vatican, kwa kutunza Jumapili kama Sabato, ulimwengu wote unakwenda kumwabudu papa, ulimwengu wote unakwenda kumwabudu shetani. Wakuu wa ulimwengu huu kufikia 2030 wanatamani wote tuwe tumeshasalimisha mamlaka yetu yote. Wanatamani kila mmoja wetu awe yupo kinyume na Mungu. Wanatamani kila mmoja wetu awe ameswagwa katika umizimu na utunzwaji wa siku ya Jumapili. Ndio maana tunashuhudia hizi vita zina matokeo makubwa mno, kwa sababu cha kwanza wanafanya great reset. Wanahitaji waweke uchumi wa kidijitali. Na tunafahamu ya kwamba katika siku za karibuni hapa kutakuwa na cyber attack. Lazima cyber attack itoke kusudi waweze kutuingiza kwenye digital economy. Hicho ndicho ambacho wanakitaji. Kwa hiyo hata hii crisis ya oil lockdown katika nchi baadhi, na tunafahamu kama vita vitaendelea, karibia nchi zote ambazo zitakumbwa na changamoto ya mafuta zinakwenda kukaza baadhi ya siku.
hata kuruhusu baadhi ya siku zisifanyiwe kazi ili kusudi kuweza kutunza nishati. Tumejifunza kwamba when oil stops everything black, yani mafuta yanapokoma tujue kwamba kila kitu kinafanyaje? Kila kitu kinakoma. Kwa hiyo kuna hayo mambo ambayo yanaojia ulimwengu. Hivyo cyber attack sio tukio la kuepuka. Katika siku zijazo kutakuwa na tukio kubwa mno la kuzima kwa mtandao. Kutakuwa na tukio kubwa mno la kuwafanya watu watambue kwamba pasipokuwa na kitu kimoja ulimwenguni basi hatutaweza kuishi. Unahitaji great reset, na hivyo watu wa Mungu lazima wajiandae. Watakao kutwa wako mjini watateseka. Hivyo Mungu anatamani watoto wake hatua kwa hatua waanze kuondoa familia zao katika miji mikubwa kusudi waweze kuandaa familia zao katika sehemu za upweke na mashamba ambako baada ya tangazo la kutokuza na kununua wanaweza kuishi wakimtegemea Mungu, wakiwa na resources zao. Hata kama energy crisis itatokea, wao hawataumizwa. Shetani anahitaji great reset. Anahitaji tuweze kumtambua kama Mungu wa huu ulimwengu. Al Jazeera inasema hivi: Manila streets empty as fuel price surge amid the Strait of Hormuz crisis. Manila hapo ni Filipino, kwamba anasema miji au streeti au barabara zote za mitaa hazina watu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya changamoto ya mafuta, kwa sababu ya kuzuiwa kwa mlango wa Hormuz. Tunafahamu hii ni changamoto gani? Ni changamoto ya vita Mashariki ya Kati. Hivyo hatua kwa hatua shetani anawatraini watu ya kwamba tunaweza kuwa na siku ambazo tutazitunza, tusifanye kazi yoyote ile ili tuweze kuzuia energy consumption. Kumbuka ya mambo washazungumza muda mrefu kwenye COP, sawa? Kwenye Conference of Parties wamerudia mara kwa mara kwamba ni lazima tutunze mazingira. Hivyo mgogoro huu ambao tunauona leo ni sehemu ya plani zao za kuwaleisha watu kwenye great reset. Na kama hatutatambua, tunaweza kuwa tunashabikia mambo ambayo hatuyafahamu. Kristo anakuja tena mara pili. Huu ni wakati wa kumtambua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huu ni wakati wa dhambi kukoma katika maisha yetu. Huu ni wakati wa kuambia watu yale yanayojia ulimwengu katika hali ya mshangao. Kristo anakuja tena mara ya pili. Yesu yuko mlangoni. Dalili zote ziko wazi ya kwamba Kristo yuaja mara ya pili. Tunapaswa kuwa tayari sana. Tunapaswa kuambia ndugu zetu kila ambacho kinaujia ulimwengu. Tunapaswa kuambia watu kila ambacho Papa anakiandaa. Tunapaswa kuambia watu 2015 tuliona waraka wa Laudato Si wa Papa Francis. Huu waraka ulikuwa na chapter 6, na katika sura ya 6 ilieleza wazi ya kwamba suluhisho la changamoto zote katika ulimwengu ni nini? Ni siku ya Jumapili kama Sabato. Ndicho ambacho Papa Francis alichokizungumza. Lakini pia ndicho tunachokiona kinachoendelea leo. Kwa sababu ya changamoto ambazo zinaendelea leo, wanadamu wanahitaji wapate siku ambazo watatunza nishati na siku ambazo wataitunza Jumapili kama Sabato. Hivyo hizi changamoto zote ni liheso kwa ajili ya kile kinachojia ulimwengu. Tazama rafiki yangu. Miezi michache ilikuwa imepita, basi ikawa alipokuwa akimsalimia kila kiongozi wa nchi, na mimi pia alinifikia na nikamwambia Baba Mtakatifu, naye akanijibu akisema, Bwana Makamu wa Rais, unakaribishwa hapa Vatican daima. Na huo ndio ujumbe anaotoa kwa viongozi wote duniani, na ndio maana utakuta kwamba yeye ni kiongozi maarufu duniani. Na hiyo haimaanishi kuwa ni maarufu katika nchi za Wakatoliki, bali ni maarufu pia kwa nchi zisizo za Kikatoliki.
na nchi zote za dunia zikiwemo zisizo za Kikatoliki. Unajua ni kwa nini? Utasikia kuwa ni mtu ambaye anawajali sana maskini. Yeye husema kuwa hakupaswi kuwa na binadamu ambaye hawajali maskini. Mambo hayo yalitajwa katika nyaraka ile ya Laudato Si iliyotambulisha tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndio maana halisi ya nyaraka ile. Ni nyaraka ambayo inatuhamasisha kuijali sayari yetu ya dunia na kuwajali maskini. Hivyo basi ninafurahia kanuni hizo za Kanisa Katoliki zilizonikuza na kuyajenga maisha yangu. Isitoshe, ninafurahi ninapoona Papa Francis akitambulisha kanuni za Kanisa Katoliki kama zilivyo. Tunaweza kutofautiana katika hoja mbalimbali, ila kwa namna yoyote ile Papa Francis ni mtu anayewahamasisha watu kuondoa tofauti zao na kuishi kama ndugu. Kama Bwana Joe Biden alivyosema, hapa kuna mtu atakayetatua tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kutumia nyaraka ya Laudato Si. Pia Bwana Joe Biden alipokuwa katika malumbano ya hoja na Donald Trump, alisema kuwa akichaguliwa atarudisha Marekani katika makubaliano ya Paris yanayofanya utafiti katika mabadiliko ya tabia ya nchi, na akishaingia atashurutisha nchi za dunia kutekeleza aliyokubaliwa katika makubaliano ya Paris. Sasa tuangazie maneno aliyosema Joe Biden kuhusu makubaliano ya Paris na sababu zitakazomfanya alazimishe dunia nzima kuyafuata. Cha kwanza nitakachofanya ni kurudi kwenye makubaliano haya na ya kufanya utafiti katika mabadiliko ya tabia ya nchi. Nitarudi kwenye makubaliano kwa sababu ya matukio yaliyosababishwa na sisi kutoka kwenye makubaliano, na mambo mengi yamerudishwa nyuma na Bwana Trump. Hana sera ya kimataifa itakayotuwezesha kushirikiana na mataifa mengine duniani. Kwa mfano, ukitazama misitu ya kule Brazil imeathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, na pia hewa inayochafua anga imeathiri misitu ya Brazil, na hewa hiyo inatoka kwenye viwanda vya Marekani. Na bwana huyu hajali hata kidogo. Hivyo basi, mimi nina mpango kabambe, na nitakachofanya ni kuunganisha nchi zote za dunia, na tutakuwa na mradi unaosema acha kuharibu anga letu. Na usipofanya hivyo utapata madhara ya kiuchumi kwenye nchi yako. Nimerekera ngo kwangiza iki kirere cyacu. Ubwo rero kandi nutabikora ukabuzahura n'ingaruka zikomeye zijyanye n'ubukungu bw'igihugu cyawe. Maana yake ni nini? Huwa tunapenda kuchambua makubaliano ya Paris kwa kirefu, na wengi wamejiuliza ni kwa nini katika mikutano yote iliyofanyika haya makubaliano yamepewa kipaumbele. Aya masezerano ariyo rukumbi isi yose ihanze amaso. Na swali la pili ni kwamba kwa nini uongozi wa Joe Biden unataka kulazimisha dunia nzima kufuata hayo makubaliano ya Paris kama alivyonukuliwa? Basi tutachambua kwa undani kuhusu makubaliano ya Paris ili tujue zaidi yaliyomo ambayo yanahusiana na mipango ya Roma kama unabii ulivyotabiri tangu zamani. Tutaangazia ripoti ya kuchunguza mabadiliko ya tabia ya nchi iliyotolewa baada ya kufanya makubaliano ya Paris, na bado ipo kwenye tovuti ya Umoja wa Mataifa, ili tuangazie mambo mbalimbali yaliyotajwa baada ya kufanya makubaliano hayo, ili kila mmoja apate uelewa kwa nini makubaliano hayo ya Paris yana umuhimu na ni kwa vipi gani yanahusiana na unabii wa neno la Mungu. Kichwa cha habari kama ilivyo kwenye ripoti ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewaambia waliohudhuria mkutano wa kuchunguza mabadiliko ya tabia ya nchi kuwa makubaliano ya Paris ni ushindi mkuu kwa wakazi wa dunia na ni ushindi mkuu katika sayari yetu. Ripoti iliendelea kwa kusema, kwa mara ya kwanza duniani kila nchi imekubali kupunguza hewa chafu inayochafua anga, na pia kila nchi itafanya iwezalo kwa ngazi ya kitaifa na kimataifa ili kupiga vita mabadiliko ya tabia ya nchi. Hivyo basi, nchi zimekubaliana kuwa ili kupunguza tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi, manufaa ya nchi binafsi yatafikiwa ikiwa watatafuta manufaa ya pamoja. Neno hili manufaa ya pamoja ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa litiliwe maanani sana.
Alafu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akamalizia kwa kusema, ni matumaini yangu kuwa hili ni lengo kubwa tulilopata na ni wajibu wetu kulitekeleza katika siasa zetu. Alisisitiza kwa viongozi wa nchi mbalimbali waliokuwa wamehudhuria mkutano huo wa makubaliano ya Paris. Hivyo basi, kama Umoja wa Mataifa ulivyotangaza, manufaa ya pamoja au common good kama chombo kitahitajika katika utekelezaji wa makubaliano. Tutazidi kuchambua yaliyomo katika makubaliano ya Paris. Tutaangazia pia katika makala ya gazeti liitwalo Boston Globe lililoandika kuhusu makubaliano ya Paris muda mfupi baada ya kila nchi kusaini. Katika kichwa cha habari iliandikwa, makubaliano ya Paris, diplomasia au siasa za kimataifa na manufaa ya pamoja. Neno manufaa ya pamoja limejirudia tena. Ilielezwa kuwa makubaliano ya Paris ni ushindi mkubwa katika siasa ya ushirikiano wa kimataifa, kwa sababu yatafungua njia ya ushirikiano baina ya nchi za dunia na upatikanaji wa manufaa ya pamoja. Isitoshe, makubaliano haya yatasaidia katika kuleta manufaa ya pamoja, na ili yafanikiwe ni wajibu wa kila nchi kulinda manufaa ya pamoja. Hivyo basi, ni wazi kuwa katika mkutano huo manufaa ya pamoja ndiyo yaliyopewa kipaumbele. Hivi ni kwa nini katika uchambuzi wetu neno manufaa ya pamoja linapewa kipaumbele? Tunajua wazi ya kwamba makubaliano ya Paris yalifungua hatua kwa ajili ya sheria ya Jumapili. Tunafahamu 2015 Paris Agreement, wakuu wa dunia walikubali ya kwamba lazima kuwe na common goods. Common good maana yake ni makubaliano ya pamoja, kwamba ulimwengu wote lazima kuwe na kitu kimoja ambacho watakubaliana nacho, na kupitia hiki kitu basi ulimwengu wetu unaweza kupata aweni ya vita ya umaskini pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Tunaona utimizwaji wa Paris Agreement. Tunaona utimizwaji wa Laudato Si. Tunaona utimizwaji wa agenda ya sheria za Jumapili katika ulimwengu. Hivyo wanafanya liheso likusudi watakaposema basi tuna siku moja ibada, tuna siku moja kupumzika, basi watu waweze kukubali kwa mikono miwili. Kwa hiyo watu watapokea alama ya mnyama, kwa sababu Jumapili sio siku ya ibada ya Mungu Mwenyezi. Jumamosi ndio siku ya ibada ya Mungu Mwenyezi. Haya mambo yote yako wazi katika gazeti hapa. Papa Francis aliwahi zungumza kwamba the common good has become global, yani yale mahitaji ya pamoja, kile kitu kimoja sasa kimekuwa cha ulimwengu wote. Na kwenye common goods unasema kwamba hata kama kuna mahitaji yako binafsi wewe, yakiwepo mahitaji ya nchi, yale ya kwako hata kama ni mazuri hayapaswi kufuatwa, lazima tufuate yale mahitaji ya watu wote. Yani kipi ambacho watu wanakihitaji hata kama wewe unakihitaji. Hivyo Waadventista wa Sabato, hata kama ni Sabato ni ya Mungu Mwenyezi, watakaposema kwamba baki na Sabato yako, tunahitaji common good, yani tuna siku moja apart from Sabato, ambao bila shaka ni siku ya Jumapili, hawatazingatia unachokiamini wewe. Wanachohitaji ni common good, yani yale mahitaji ya pamoja, yani kila ambacho wanakihitaji. Yani unaweza ukawa katika kijiji na watu wakavoti ya kwamba siku ya Jumapili itakuwa ni siku kwa ajili ya kufanya usafi, na wewe unasema mimi ni Mwadventista Msabato. Kwa hiyo wewe watakuignore kwa sababu unahitaji nini? Unahitaji common good, unahitaji mahitaji ya watu wote, kila ambacho kinaungwa mkono na watu wote, hicho ndicho ambacho atakifuata. Na tutazama mbele hapa ya kwamba nazungumza Papa Pius, yeyote ambaye anaweza akapinga mahitaji ya pamoja pia anastahili kifo. Hiki ndicho anachokihitaji, ndicho anachokitafuta. Tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Papa aliwahi kusema hivyo kwamba the common good has become
global, yaani mahitaji ya pamoja sasa yamekuwa ya kidunia. Hata hapa Tanzania tumeona cha kitu kwamba nahitaji kuwepo na bima ya nini? Bima ya pamoja, kuwepo na namba moja. Kenya tumeona, lakini sasa hivi Rwanda ni kama shamba la rasa. Rwanda umefikia hatua ambayo mahitaji ya pamoja ndiyo ambayo yanasukumwa kwa nguvu. Tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu, na Kristo yuaja tena mara ya pili. Lakini hii common goods wameipata wapi? Kumbuka Wakatoliki hawabahatishi. Huyu mnyama Ufunuo sura ya 13 anayetokea katika maji mengi, na maji mengi kwenye Ufunuo 17:15 ni nini? Ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Hawa watu hawakosei. Kwenye katekisimu ya Kikatoliki ukurasa 2188 wanasema hivi: in respecting religion liberty and the common good for all, yani katika kuheshimu uhuru wa dini na mahitaji ya pamoja, Christians should seek recognition of Sunday and the church holiday as the legal holiday. Yani Wakristo ni lazima watafute kutambua Jumapili kama siku ya nini? Kama siku takatifu ya kanisa na siku ya mapumziko. Kwa hiyo anasema kwamba katika kutambua nini? Uhuru wa dini na nini? Na mahitaji ya pamoja. Kumbe akina Papa Francis wananukuu wapi? Wananukuu katika katekisimu ya Kikatoliki ukurasa 2188, na anasema kwamba alizungumza kwamba the common good has become global, yani imekuwa sasa ya kimataifa, imekuwa sasa ya kidunia. Na wananukuu wazi kwenye katekisimu. Kumbe common good ni issue ya Vatican. Na kwenye common good wamesema nini? Jumapili kumbe ndio nini? Ndio hitaji la dunia. Kumbe ulimwengu wetu unahitaji Jumapili kama siku ya nini? Kama siku ya mapumziko. Kwa hiyo hata hii crisis tunayoiona leo ya fuel ni rehearsal kuelekea kwenye sheria ya Jumapili. Dalili zote ziko wazi, rafiki zangu. Yesu anakuja tena mara ya pili. Yesu anakuja tena mara ya pili. Katika gazeti la Catholic Herald, Papa Pius aliwahi kusema kwamba the death penalty can sometimes support the common good. Yani amri ya kifo inaweza ikasaidia nini? Mahitaji ya pamoja. Yani akiwepo mtu ambaye anapingana na mahitaji ya pamoja, tumeelewana, kifo itakuwa ni mshahara wake. Tunaelekea katika nini? Katika siku moja ya kuabudu. Na haya mambo yote rafiki zangu yamezungumzwa karne na karne, yamezungumzwa katika maandiko matakatifu ya kwamba tuko mwisho wa kufunga kwa historia. Nasema tutakapoona hizi dalili ni kwamba Yesu hata kawia, atakuja tena mara ya pili. Hivyo tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Let's be honest, Catholic teaching doesn't always forbids the death penalty. Ukweli kabisa wazi ni kwamba Papa alisema kanisa Katoliki halizuii nini? Adhabu ya kifo. Kwa nini? Kwa sababu wanajua katika zama za giza, kupitia sheria zao hizo baada ya Konstantini mwaka wa 321 kupitisha sheria Jumapili kitaifa na kidunia, wale wote ambao walipingana na hizo sheria za Jumapili waliuawa. Hivyo wanakwenda kurudia kile ambacho walikifanya wakati wa zama za nini? Wakati wa zama za giza. Common good has become global. Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 3 inasema kwamba kisha nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamtajabia mnyama yule. Mnyama anayezungumzwa hapa ni upapa. Kuanzia mwaka wa 538 AD aliwatesa watu wa Mungu, na mwaka 1798 akachukuliwa kafia uhamishoni na Napoleon. Napoleon alimtuma Bethia jenerali wake akafia Valence.
lakini anasema pigo lake la mauti lilianza kupona mwaka 1929 baada ya Benito Mussolini kutambua tena Ukatoliki au kuitambua tena Vatikani kama nchi ndani ya nchi na kumpatia tena Papa mamlaka ya kidini na kiserikali. Hapo ndipo ambapo Papa alianza kutambuliwa tena kama kiongozi, na leo hii tunakuelekea mwisho mwa kufunga historia ya ulimwengu, atatambulika kama kiongozi wa dunia. Huyu ndio mpatanishi. Lakini tumeona pia hata kwamba Papa Leo sasa wana plani kumpa medali siku kuu ya Marekani, ambapo watakuwa na sherehe katika nchi ya Marekani kufuatana miaka 250 ya taifa la Marekani. Hivyo kila ambacho kimeandikwa kinatimia kwa wazi. Hizo ni dalili za ujio wa nani? Dalili za ujio wa Kristo. Yesu anakuja tena mara ya pili. Lakini huyu mnyama Ufunuo sura ya 13 ambao ni upapa hawezi kufanya kazi peke yake. Tumeona wazi ya kwamba taifa la Marekani limetafutwa muda mrefu sana ili kusudi liweze kutimiza ajenda za Vatikani. Na hivi sasa Ukatoliki upo katika nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani inaongozwa kwa kanuni za Kikatoliki. Tuliona pia wazi kwamba akina Abraham Lincoln ambao walikataa kutii maagizo ya Vatikani waliuawa. Akina JF Kennedy waliuawa. Lakini marais waliofuata walikubali kutii. Yaani leo tunaongozwa na kanuni za Kikatoliki katika ulimwengu wote. Nchi zote zinaongozwa na huyu mnyama. Kitabu kile cha Ufunuo 13:14 mpaka 16, maandiko yanasema kama ifuatavyo: naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, yani mbele ya upapa, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la nini, watu wa Mungu, la upanga, naye akaishi. Alipata jeraha la upanga mwaka gani? Alipata jeraha la upanga mwaka 1798. Naye jeraha la upanga lilianza kupona mwaka gani? Mwaka 1929. Anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Ifanyaje? Sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama, anasema wauawe. Nayo wafanya wote wadogo kwa kubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Hapa nazungumza kuhusu habari ya kutengenezwa sanamu ya mnyama ambao ni umoja wa Kiprotestanti. Yaani dini zote zinazosali Jumapili zitakuwa na umoja mmoja, kuanzia Marekani, itasambaa nchi za Ulaya, itasambaa duniani kote, lakini Marekani natakuwa wa kwanza kutengeneza hiyo sanamu ya mnyama na inene. Maana yake ikinena, wale ambao watakwenda kinyume na hizo agenda watauawa, watateswa vibaya sana. Tunapoona hii hapo oil crisis, ni dalili moja wapo ya kwamba tuko mwisho kabisa wa kufunga historia ya ulimwengu. Yaani kinachotafutwa ni common good. Tumeona kwenye katekisimu ya kwamba common good inayozungumzwa ni utunzaji wa siku ya kwanza ya nini? Siku ya kwanza ya juma. Chapa ya mnyama ni Jumapili, lakini alama ni ule umoja wa Kiprotestanti ulioasi, ambapo makanisa ya kievangeliko yote yataungana, na wote hawa wanakwenda kwa kinyume na watu wa Mungu. Hivyo watu wa Mungu watakinywea kikombe. Huu ndio wakati wa kumtafuta Kristo. Huu ndio wakati wa kudai haki ya Kristo kweli kweli, na kuwa tayari kwa ajili ya matukio yaliyoko mbele yetu. Hivyo hatutaweza kusurvive wakati wa tangazo la sheria ya Jumapili. Tunaona hata hizi crisis, tunaelekea kwamba kwa sababu ya kupungua kwa mafuta, kwa sababu ya vita, tuone siku moja kumbe Mungu amesaulika. Basi siku moja kila mmoja amuombe Mungu wake kwa anavyotaka yeye. Wapagani wataomba miungu yao Jumapili, Wakatoliki watamwomba Maria wao Jumapili, Waislamu watamwomba Allah wao Jumapili, Wabudha wataomba Jumapili, nchi za kikomunisti ambazo zinawakana Mungu wataomba Jumapili. Lakini wakati huo watu wa Mungu wakisimama imara katika siku ya Jumamosi. Hivyo rafiki zangu ambao bado hamjaitambua siku ya Sabato kama Sabato, mnaalikwa kuitambua kama Sabato, kwa sababu tunakwenda katika siku moja. Ulimwengu wote utakuwa katika mwamvuli mmoja, na itahitajika kuabudu Jumapili kwa lazima. Litakuwa tukio la mwisho hilo katika mfululizo wa matukio yote, na Kristo
atasimama aweze kuitikisa dunia. Na baada ya matukio haya sheria Jumapili, watu wa Mungu watatiwa muhuri, watu wa Mungu watapewa mvua, watahubiri, watatiwa muhuri, mlango utafungwa. Baada ya mapigo 7 ya mwisho, na Yesu atakuja mara pili. Sasa huu ndo wakati wa kumtafuta Kristo. Kwa ambao hamjaanza kutunza Sabato, huu ndo muda wa kuitunza Sabato, kwa sababu tunakwenda kushinikizwa kutii Sabato ya bandia. Ndiko tunakoelekea. Levine Hillard 1888, nabii wa Mungu Ellen White anaandika kama ifuatavyo: kwa miaka mingi tumekuwa tukitazamia amri ya Jumapili kutungwa katika nchi yetu. Nchi gani hiyo? Nchi ya Marekani. Na sasa kwa vile tukio hilo liko juu yetu, tunaona hizi harakati, tunauliza hivi, watu wetu watafanya nini katika hili swala? Tungemtafuta Mungu hasa ili watu wake wapewe neema na nguvu. Sasa tumtafute Mungu, tupewe nguvu. Mungu wetu yuko hai, wala hatuamini kwamba wakati umefika kabisa ambao angeruhusu uhuru wetu uweke vizuizi. Muda umeshafika, na si kwamba Mungu anatamani uhuru wetu uweke vizuizi, ila muda umeshafika. Hivyo tunapaswa kumtafuta huyu Mungu. Tumtafute huyu Mungu kwa maombi. Muda wetu umeisha. Tunapoona harakati za kutunga sheria mbalimbali, kwa mfano kwenye issue ya oil crisis, tunaiona India ikielekea mfano huo, Ufilipino, Pakistani, nchi zote ambazo zina crisis ya mafuta tunaona zinakaza masharti. Hii ni dalili ya kwamba tunaelekea kwenye sheria kubwa, kwenye masharti ya siku moja kwa dunia kuitambua kama siku ya mapumziko. Shuhuda kwa Kanisa, mjumbe wa Mungu, gombo la 7 ukurasa wa 141, anarekodi kama ifuatavyo: kuwekwa kwa sheria za mwanadamu badala ya sheria ya Mungu, kuinuliwa kwa mamlaka ya kibinadamu tu, Jumapili badala ya Sabato ya Biblia, nasema ndiyo tendo la mwisho katika tamthilia au mfululizo wa matukio. Wakati uingizwaji huu unapokuwa wa ulimwengu wote, yani wakati sheria hii ya Jumapili inapokuwa ya ulimwengu wote, linasema kwamba Mungu atajidhihirisha mwenyewe, atasimama aweze kutikisa wanadamu, atainuka katika enzi yake ili kutikisa dunia, atatoka mahali pake ili kuadhibu wakaaji ulimwengu kwa ajili ya uovu wao, na dunia itafunua damu yake, wala haitawafunika tena waliouawa. Hivyo tunapoelekea mwishoni hapa, kutakapokuwa hizo sheria hizi za oil crisis, COVID lockdown, hizi tunazoziona, hizo ni vuguvugu tu ya kila ambacho tunakwenda kukiona. Kutakuwa na ushinikizwaji wa siku moja ibada. Watu watahitaji wafate common good. Pasipo kufuata watu hawataweza kusimama. Hivyo movement hii inasema Mungu atasimama aweze kutikisa dunia. Na wote ambao wataamua kuchagua Jumapili kuitunza watapokea alama ya mnyama. Tumesoma kitabu cha Ezekieli 20:12 na Ezekieli 20:20 kwamba Sabato ndiyo alama, wakati ambapo shetani Jumapili ni alama yake. Hivyo kwa kuitambua Jumapili tutapokea alama ya mnyama, kwa kutambua Jumamosi tunapokea muhuri wa nani? Wa Mungu. Hivyo watakapopokea muhuri wa Mungu, Mungu atatunza wakati wa taabu ya Yakobo, na akija mara ya pili atawafufua tutakaokuwa wamelala. Na hivyo kutakuwa na makundi mawili tu. Huu ndio wakati wa kuchagua kundi lako ni lipi, kwa sababu tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Ellen White anazungumza kwamba hebu watu wa Mungu wanaoshika amri zake wasinyamaze wakati kama huu, kana kwamba walikuwa wanaikubali hili na kulipenda. Kuna matarajio mbele yetu ya kupigana vita ya kudumu kwa hasara ya kufungwa, kupoteza mali zetu na hata maisha yenyewe katika kuitetea sheria ya Mungu, yaani amri 10 anapozungumzia Sabato hapo, ambayo inabadilishwa kwa sheria za wanadamu. Watu wa Mungu, tusitulie. Huu ndio wakati wa kueleza watu ni wapi tumefikia katika historia ya ulimwengu. Tusitulie kwa sababu tuko mwisho wa kufunga historia ya nini? Ya ulimwengu. Tusitulie kwa sababu dalili zote ziko wazi ya kwamba Yesu anakuja mara pili. Tujiandae kwa ajili ya ujio wa Kristo. Rafiki yangu, nikwambie kitu kimoja, kama hutojiandaa katika wakati huu, hautapata muda mwingine wa kujiandaa.
Huu ndio muda wa kumtafuta Yesu katika maombi. Huu ndio muda wa kuifanya Biblia kuwa kitabu chako cha kujifunza. Huu ndio muda wa kuwa na uzoefu kama wakati wa Ayubu. Kuwa na uzoefu huu kwa sababu tunakwenda kupitia crisis ambao haitakoma mpaka Yesu atakapokuja mara pili. Rafiki, ikitokea crisis pengine ya cyber attack sasa, umejiandaaje? Ikitokea crisis ya oil lockdown kwa sasa, umejiandaaje? Umeiandaje familia yako kukutana na hizo changamoto? Kumbuka, tunapofanya physical preparation, lazima pia tufanye spiritual preparation. Lazima pia tufanye maandalizi ya kiroho. Hatuwezi kuishia kufanya tu maandalizi ya kimwili, lakini maandalizi ya kiroho ni ya muhimu. It is very important. Ni muhimu sana kuwa ready for the crisis. Kwa Mungu anahitaji watoto wake waweze kuwa tayari kwa crisis inayokuja. Na inawezekana kwa kuandaa maeneo ya mbali na miji, lakini wakati huo pia tukijiandaa kwa ajili ya changamoto hiyo kiroho, kwa sababu tunatazama Wayahudi ambao walikubali wakakimbilia milima ya Pela walipona wakati wa Festus na wakati wa Titus. Hivyo hata sisi tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu, ni lazima tuelewe kila ambacho kinaujia ulimwengu, kwa sababu dalili zote ziko wazi. Lazima tukubali kwamba tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Lazima tukubali. Kama hatutakubali, hatutaweza kujiandaa. Rafiki yangu, naomba niombe kwa ajili yako katika wasaa huu tunapohitimisha hili somo. Utambue kwamba Yesu anakupenda na anahitaji utii sabato yake sasa. Kama unasali Jumapili, huu ndio wakati wa kumtafuta Kristo. Kama unaitunza sabato ile mama, huu ndio wakati wa kutunza sabato. Na huu ndio wakati wa kumwomba Mungu afungue milango kwa ajili ya countryside, sehemu ambazo Mungu atatutunza wakati wa changamoto ambazo zinaujia ulimwengu. Yesu anakuja mara pili. Rafiki yangu, naomba nikualike tunapofunga kipindi hiki kwa maombi, nawe pia nikualike upige magoti. Basi tuombe. Baba yetu na rafiki yetu mwema, asante, tunakushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu. Ni Mungu mwenye upendo. Ni Mungu unayejali sana. Kila hatua unatuonesha kila ambacho kinaujia ulimwengu. Na tusaidie kuwa tayari kwa ajili ya changamoto hiyo. Tunaona oil crisis. Tunaona Papa akizungumza wazi ya kwamba common good has become global. Yaani mahitaji ya pamoja sasa yamekuwa ya kiulimwengu. Tusaidie kuwa tayari kwa sababu ulimwengu unakwenda kwa kinyume nasi muda sio mrefu. Asante kwa ajili ya Roho wa Elia ambaye anatuongoza kuhubiri ujumbe huu kwa nguvu kubwa. Tujaze Roho wa Elia. Tusaidie kuambia wenzetu huku nasi tukijiandaa pia. Mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo jingine, na imani ya kwamba hutotuacha, utakuwa nasi kwa Kristo Yesu. Amen. Mungu akubariki sana rafiki yangu mpendwa. Kumbuka wazi ya kwamba tuko mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani.